Kama umeweza kufika hadi katika video hii na umeweza kutazama video zilizopita katika playlist hii, ikiwa hii ni video ya 3, nategemea tayari umeshaanza kuona ile picha kubwa ya namna ambavyo kompyuta imekuwa ikielewa mambo na kufanya kazi. Tayari utakuwa unajua kwamba kompyuta kumbe inaelewa 1 and 0, na tayari unauelewa kuwa CPU ndio ambayo inahusika katika kuchakata kila kitu. Lakini sasa bado kuna kitu kimoja muhimu sana. Kitu hicho watu wengi wamekuwa hawakielewi kabisa. Kipi hicho ambacho nakimaanisha? Ni ile safari ya kodi zako hadi basi kuweza kompyuta kuzifanyia kazi. Namaanisha nini? Pale ambapo unaandika kodi zinapita wapi na wapi hadi basi kuwa kitu ambacho kinaonekana katika screen. Kwa sababu ukweli ni kwamba kodi yako haisafiri hatua moja, isipokuwa inapita hatua kadhaa. Kama utaweza kuelewa hizi hatua ambazo zipo, basi tayari wewe programming utaanza kuielewa kwa uelewa mwingine kabisa na itakuwa rahisi kwako. Twende tukaone hatua kwa hatua, pole pole. Tuanze na hatua ya kwanza ambayo ni ile tunakwenda katika kompyuta yetu, tunafungua editor, tunaandika kodi zetu. Let's say tunaandika mstari mmoja ambao print hello world. Tumetumia lugha ambayo mimi na wewe tunaielewa, ambayo inajulikana kama ni high level language, kwa sababu tayari ni lugha ambayo ipo karibu na binadamu, tunaelewa. Tumetumia maneno ambayo hata sisi tunayatumia katika kuongea, lakini kompyuta haielewi lugha hiyo. Kipi sasa ambacho kinafanyika hapo? Kuna vitu ambavyo vinahitajika kutokea ili kompyuta ielewe kile ambacho unaiamuru iweze kufanya. Ni kama vile umeandika tu barua lakini haujaituma. Sasa hapo tunakwenda katika hatua ya pili. Kodi zako zinakwenda kupita kwa compiler ama interpreter, na ndipo ambapo tafsiri inapoanza. Kodi zako zinakwenda kutafsiriwa kutoka katika lugha hiyo kwenda katika lugha ambayo kompyuta itaelewa. So compiler inachukua kodi zako zote ambazo umeziandika kwa pamoja tukitumia compiler, and then inabadilisha na kuwa lugha ambayo kompyuta inaelewa. Lakini kwa upande wa interpreter yupo tofauti kidogo na compiler. Yeye huwa anatafsiri laini moja baada ya nyingine wakati ambapo programu yako inaendelea kurun, lakini tayari lengo lao ni lile lile, kuweza kubadilisha lugha hiyo ambayo umeitumia katika kuandika kodi zako kwenda katika machine language ambayo kompyuta ndio lugha inayohitaji iweze kuelewa na kuamuru kipi kifanyike kulingana na kile ambacho unahitaji. So hapo tunakutana na hatua ya 3. Then kodi zako tayari zimeshakuwa karibu na kompyuta, zimeshabadilishwa, lakini tayari unahitajika kufahamu kitu kimoja. Hapa tunaingia katika machine code 0 and 1. Hakuna tena haya maneno ambayo tumeandika katika editor yetu, tumeshayaacha huko. Hakuna Python wala JavaScript. Hapo tunatembea na binary tupu, na hapo ndipo sasa kompyuta inaanza kuelewa kile unachotaka, kodi zako zinaanza kueleweka. Then tunakutana na hatua inayofuata ambayo ni ya 4. Kodi zinaingia katika RAM, na ni kitu muhimu sana kuweza kuelewa hapa. Inapoingia katika RAM, kwa sababu tumeelezana katika video iliyopita, CPU haiwezi kwenda moja kwa moja katika storage kila wakati, itahitaji sehemu ya haraka. So RAM ndio sehemu hiyo ambayo tunaiongelea. So zile instructions zako zitahifadhiwa katika RAM kwa muda mfupi, na baada ya hapo itafuata hatua nyingine ambayo CPU inaanza kazi yake. Inakwenda inachukua instruction moja, inaielewa, inaitekeleza, inachukua nyingine na nyingine hadi programu yako yote ambayo umeitengeneza inamalizika. Na process hii yote inaitwa fetch, decode, execute. Fetch, decode, execute. Wala usiumize kichwa sana kukariri haya majina. Kikubwa ninachotaka wewe uweze kuelewa hapa ni huu mchakato, kile ambacho kinatokea. Ndio lengo la kuweza kujifunza sisi hapa. Hatupo darasani tukaweza kukaririshana. Hapana. CPU inachukua instruction, inaielewa, inafanya kazi ambayo imeamuriwa. Ni hivyo tu in general unaweza kuelewa. Jaribu kujenga picha ili basi uweze kunielewa vizuri. Nitakupa mfano mdogo ili usije ukasahau utakapoondoka katika video hii. Chukulia umekwenda katika hoteli, umeagiza chakula. Kwa hiyo wewe tayari unaandika order. Chukulia hiyo order ambayo unaandika ndio hizo kodi zako kwa upande huku wa programming. So utaandika kodi zako, maana una order. Then mhudumu anachukua hiyo order yako. Mhudumu chukulia huku ni compiler. Anakwenda jikoni. Jikoni ndipo ambapo yupo chef, mpishi ambaye ni CPU kwa upande wetu huku.
So huyo ndo ambaye anatengeneza hicho chakula, ndo ambaye anafanya execution, and then hicho chakula kinakuja mezani, na hiyo ndio output ambayo inapatikana baada ya kodi zako kufahamika na kuweza kufanywa kazi. Si unaona? Ni rahisi sana. Umepata hiyo picha nadhani. Lakini ni watu wengi sana ambao hawajui hii flow. Niamini mimi, kama wewe umeweza kuelewa leo, basi tambua kuna watu wengi sana hawaelewi hii flow. Na maybe kwa kukosa watu wa kuweza kumuelewesha katika lugha nyepesi kama hivi ambavyo sisi tumekuwa tukielekezana hapa katika YouTube channel yangu. Na ndio maana sana nakuwa na shauri unapoangalia video hizi uweze kushare na watu wengine, nao waweze kuja kufaidika kupata elimu hii. Na ndio maana nimekuwa nikisisitiza kila siku, jaribu kushare linki za video hii watu waje kujifunza pia. So usiwe mtu wa kukimbilia katika framework unapojifunza coding, utaka kujua React, mara utake kujua AI. Badala yake tambua kwanza kodi yako inafanya vipi kazi. Uweze kutambua basi hii flow. Na wewe tayari umeshajua. Kwa hiyo kuna wengine bado hajajua, jaribu kushare na hao watu wengine. Kama tayari umeshaelewa, umeshapata picha hiyo ambayo nimekupatia, tayari wewe una advantage kubwa sana. Kwa sababu hata utakapokutana na error, jinsi ambavyo utaifuatilia ni tofauti na mtu mwingine ambaye hajui process hii tuliyoiongelea. Utajua, je, error hii ni kwenye kodi ama kwenye kutafsiri pale kwenye compilation ama kwenye execution. Unaanza kufikiria kama hivyo. Unaanza kufikiria kama engineer, sio kwamba mtu ambaye amekariri tu na anajua kuandika kodi. Hiyo ndio tofauti ambayo ipo. Na hatuishii hapo. Kuna ukweli pia ambao watu wengi hutoweza kuwasikia. Kama kawaida yangu nimekuwa nikikusanua, siwezi kuficha kitu. Wacha niweze kukuambia. Unajua hauwezi kuwa programa mzuri bila ya kujua hiyo flow ambayo nimekupatia. Unaweza ukakopi kodi, unaweza kujua syntax, lakini hautakuwa na ile control. Kama utaweza kuelewa safari ya kodi yako ambayo unaiandika, pale ambapo unaanza hadi kule ambapo naenda kufanyiwa kazi na kupata output, tayari unapata ile control na programming kwako inazidi kuwa rahisi. Sina la ziada, video hii ya leo tutamatishe hapa. Nategemea umepata kitu chochote. Kama una maswali, una maoni, kuna sehemu ya comment hapo unaweza kuweka. Video inayofuata tutakwenda basi kujibu swali ambalo watu wengi huwa wanaliuliza, hata mimi wakiwa wananiuliza wakija DM. Hivi kwa nini kuna programming language nyingi sana duniani? Kwa nini kusiwepo na lugha moja tu na ikaweza kutumika kutengeneza mifumo mbalimbali? Jibu nitakuja kulitoa la swali hili katika video ijayo, na maybe linaweza likakushangaza kidogo, lakini nikwambie utaweza kujifunza, na kuanzia video hii utakuwa na jibu ya swali hili. So sina la ziada. Asante sana, tuendelee kuwa pamoja katika kujifunza. Hakikisha kama ni mgeni una subscribe channel yangu, like video yangu nijue kama umepata kitu kutokana na hiki ambacho leo nimeweza kushare na wewe. Asante sana, usikose video ijayo.